Sio kwamba uhitaji wa kwenye duka utasababisha kuwa sisi maaskari ama wahifadhi wa wanyamapori kwenda maporini kwenda kuwinda. Hapana. Kuna vyanzo vingi vya kupatikanaji wa hizi nyara. Kama mwanzo tulivyosema, kuna chanzo cha kwanza ni wanyamapori wakali na waharibifu. Hao wanyama wanapokuwa shida katika maeneo ya wananchi, kama tunavyojua, mwanadamu ana thamani kubwa sana kuliko mnyamapori. Kwa hiyo wanyamapori wanapokuwa na changamoto kubwa, wanapoleta changamoto aidha ni kwa wananchi, aidha ni kwenye mazao, hao wanyamapori wamekuwa wakiuliwa ili kuondoa ile changamoto katika maeneo yetu ya jamii. Kwa hiyo pia ni chanzo pia cha kupatikanaji wa nyara. Chanzo kingine kama mwenzangu mwanzo alivyosema, kuna uwindaji wa kitalii. Kwa hiyo uwindaji wa kitalii, baadhi ya wale wageni wanapokuja kuwinda kitalii, kuna baadhi ya nyara ambazo zinaachwa. Aidha ni mifupa, mafuta, manyoya, kucha zinaachwa. Unakuta mtalii anakuja anahitaji ngozi tu peke yake. Kwa hiyo zile baadhi ya nyara huwa zinabaki kule maporini. Kwa hiyo iko pia ni chanzo pia cha kupatikanaji wa hizo nyara. Lakini pia wanyama wana vifo vya asili. Sio kwamba wanyama hawafi, kuna kifo cha asili kama sisi binadamu, unakuta unaumwa unakufa. Na tunavyojua kule hamna daktari, hamna nini. Kwa hiyo kuna vifo vya asili vya wanyamapori. Kwa hiyo pia hicho pia ni chanzo cha upatikanaji wa nyara katika maduka yetu. Na kama tunavyojua, tuna hifadhi nyingi za taifa zaidi ya 24. Tuna mapori mengi ya akiba, tuna mapori ya asili. Kwa hiyo ni vyanzo vipo vingi ambavyo vinaweza kutupatia nyara katika duka letu. Sio kwamba tunaenda kuua wanyama na kuweza kuleta nyara katika duka, hapana. Vyanzo viko vingi vya upatikanaji wa nyara katika duka letu. Asante.